Na mtazamaji wa Faida Online TV, tupo katika mtaa wa Chikongora hapa katika kata ya Chikongora, manispaa ya Mtwara Mikindani. Tumetembelea kwenye moja kati ya saluni ambazo zinafanya vizuri, saluni ya Mayele Dreads ambayo iko hapa. Tumekuja kuzungumza naye na kuona kwa nini alifikiria kufanya shughuli hizi, na anayefanya kazi hizi ni mwanaume. Anapaka rangi kucha, anatengeneza kucha kwa ujumla, ana seti nywele, anasuka mitindo yote na mambo kama hayo. Tumefika hapa na kuona tuzungumze naye hasa nini kimemshawishi kufanya shughuli hizi ambazo kwenye jamii zetu inaaminika kwamba ni shughuli za kina dada, lakini yeye ndio shughuli anayoifanya katika kupata mahitaji yake ya kila siku na kuendesha maisha yake. Tuko hapa, tutazungumza naye kusikia kile ambacho anakifanya, ameanza lini, pengine ina maslahi gani na vitu kama hivyo. Jina langu naitwa Haiba Mpembita, hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali Tanzania. Mayele, ni kazi yangu ya nywele, mimi ni dresser. Nafanya kazi design nyingi, nafanya kazi ya dread, nafanya kazi ya washing set, nafanya kazi ya kuseti maharusi, nafanya kazi ya makeup. Kwa maana shughuli zote za saluni tu, mambo ya kike unafanya. Natengeneza kucha, naandika kope. Kwa nini ulifikiria kufanya kazi hii? Hii kazi tuseme mimi hapa ilikuwa kwenye damu. Ukuona fursa nyingine yote ukafikiria kufanya hivi? Familia yangu mimi nimezaliwa wote ni wasusi. Na unajisikiaje kufanya hivyo? Hujawahi kukutana na changamoto yoyote hasa kwa wanaume wenzio kuona tofauti kwa changamoto zipo nyingi. Mfano kama hususan hizo kazi za kike sana sana waume zao wanakuwa na matatizo. Wanahisi kama vile ndio hivyo. Maisha ndio yako hivyo. Lakini wanaume wenzio wanakuona tu sawa, kuna shida yoyote wanapoona unafanya shughuli. Ndio wanaona nafanya shughuli zangu, lakini sasa baadhi ya wanaume hawapendi wake zao tuwatengeneze kucha, wanahisi kama vile sisi ndio hivyo tunawatongoza. Michepuko. Michepuko hivyo. Kwa changamoto ndio hiyo. Lakini wenyewe wadada wanakupokeaje unavyowaona? Wenyewe wananipokea vizuri kwa sababu si wanafanya kazi, wanapata huduma wanaoipenda. Kuna baadhi ya watu kutoka nje ya Mtwara, mfano kama Newala, mfano Masasi, vijiji vya karibu vya Mtwara wanafika hapa. Lakini nje ya Mtwara hamna. Mfano wilaya za Mtwara ndio wanafika. Na wanapofika wanakuambiaje? Yaani kwa nini mtu anatoka Masasi yaani wale wengi wanafuata huduma kutokana na wanaambizana. Kazi hii inakusaidiaje kwa sasa kwenye maisha yako ya kila siku, ina kuongezea chochote, maslahi unayaona? Mimi inanisaidia kwa sababu na watoto watano na mke mmoja. Mpaka dakika ya kiwanja lakini sijafanikiwa kujenga. Kuna kila fulani nilikipata, nikasema kwa nini sifungue na mimi? Kaona ujiongeze. Swala ya kusema kwamba kuajiriwa na kwa sio kweli. Bosi anakuambia fika saa 12. Sometimes na wewe labda hujui umelala vipi, unaweza kuwa umelala umekunywa pombe, kwa ikawa hivyo yani. Nikaamua mimi nikasema hichi kila nilichokipata basi ngoja nifungue kwangu, basi ikawa ndio hivyo. Una kipi cha kuwaambia wanaume wenzio ambao pengine wana wasiwasi si tu kwa kazi hizi za saluni ama kazi zozote ambazo zinahusiana na wadada wakahofia kufanya kwa sababu wao ni wanaume? Una kipi cha kuwaambia? Yaani kiufupi mimi ninachosema kwamba ipende kazi yako. Kiufupi kazi yoyote ni kazi, ipende kazi tu. Ukipenda kazi tu basi kazi yoyote ni kazi tu kama kazi zingine. Umesema una mke na una watoto kupitia kazi hii. Vipi mkeo kazi hii ameipokeaje, na pengine labda hana usumbufu wote, wivu na nini? Kiufupi mwanzo mke wangu alikuwa na changamoto kubwa sana. Kabla hajajua kazi yangu alikuwa na changamoto kubwa sana, alikuwa na wivu sana. Umeona? Na tushawahi kuachana kama mwaka karibia mwaka. Lakini baadhi ya ndugu zake wakamshauri, bwana mmeo kazi yake ndio hiyo, kwa hiyo inabidi uwe mvumilivu. Umeona? Basi amevumilia mpaka dakika niko naye, lakini sasa mwanzo kulikuwa na changamoto sana. Kwa sababu walikuwa wananiona kwa nini nifanye kazi za kike, ni kwamba mimi nitakuwa namchiti. Lakini imeenda sasa hivi amekubali. Sasa hivi hanivizi, sasa hivi anakuja tu na ikifika saa 7 saa 8 analetea msosi na kula, anarudi nyumbani. Au naye ulimpata kwenye kazi hizi, ameona labda mizunguko? Huyu hapa sikumpata kwenye kazi hizi. Maana mimi nilikuwa mfano nikikaa Mtwara. Maana Mtwara mimi sio nyumbani. Umeona?
Mimi nyumbani Kigamboni. Mfano mimi nilikuwa Kigamboni ya Dar es Salaam. Dar es Salaam. Nilikuwa mimi mfano nikienda nyumbani nilikuwa nakutana naye, lakini alikuwa hajui kazi yangu. Kwamba nafanya kazi gani. Kwa nini ukumwambia? Ulihisi labda anaweza akakataa kutokana na kazi yako? Sikutaka kumwambia tu kwa sababu yani mazingira ambayo nilikutana naye. Sitaki kumwambia kwamba nafanya kazi za kike. Pengine Mtwara labda uliona hiyo gap, ndio maana ulivyotoka Dar es Salaam kufika hapa ukaona kwamba kuna uhitaji wa kuwa na mhudumu wa kazi hizi mwanaume? Walikuwepo wengi tu. Kwa changamoto kwa sisi maadresa tunakuwa na changamoto sana mafundi cherehani wanaume. Tuna mitihani mikubwa sana. Maana unajua kama sisi ipi changamoto kubwa ambayo uliwahi kukutana nayo hutaisahau? Sitoisahau changamoto kubwa sana kwa sisi sana kwenye upande wa kucha. Kuna baadhi ya madada yani haona style, si unajua? Anaweza kaja labda mradi mpunguzie bei, si unajua zile. Akafanya anachokifanya, lakini sasa wewe kutokana ndo kazi yako, inabidi wewe ufumbe macho ufanye yako. Kwisha. Mwako sema ufanye hivyo kodi itakushinda ndugu yangu. Wanakutega. Yani iko hivyo. Lakini sasa ndo changamoto yenyewe. Kama unavyoona fundi cherehani nini mpaka upate size yake sina, ndo iko hivyo. Mfano kwa watu ambao wanaume zao haonaga mambo hayo. Lakini sana mitihani kwa wadada. Wadada ambao hawajaolewa ndo wanakuwa na mitihani kwa kazi hiyo. Maana unakuta yule mtu amekuja huko na fumbili yake anataka fanye kitu cha shilingi 6,000 au 7,000. Hawajawahi kukuweza hata siku moja katika hizo harakati zao za mitego? Hiyo nayo hiyo mama, hiyo ni siri ya kambi. Kwa sababu gani? Mimi nitakudanganya. Umeona? Mimi sio Mungu. Umeona? Mungu mwenyewe aliumba samtema kakosea. Si umeelewa? Kwa hiyo inatokea, lakini uwezo ukasema kaiweka rohoni ukasema kwamba mimi nitafanya hivi. Hii inatokea. Lakini unakaza kwenye maslahi ya kazi. Unakaza kwa sababu kutokana bila kazi ndo kama hivyo. Unaona hizi frame tunalipia hela nyingi. Kwa hiyo kwamba wewe ukisema uendekeze mambo hayo utashindwa kulipia kodi. Pengine labda ndo maana wababa huwa wanahofia wake zao. Kuhofia wake zao ni sawa, lakini sasa katika kuhofia mwanamke achungwi. Wadada, ujumbe wenu umeupata. Punguzeni mitego, watu wapo kazini. Kwa jina anaitwa Aisha Salumu. Natokea mtaa Chikongora Nuri. Nimeelekezwa, nimefika hapa na nimependa huduma zake. Ulivyofika hapa ukakuta unahudumiwa na mkaka, umejisikiaje? Nimejisikia tu kusema kumbe kazi zinafanywa na mkaka. Ulikuwa una imani naye mwanzoni ulivyomwona? Kwa kweli wasikuwa na imani naye. Lakini kutokana na kazi zake jinsi ninavyoziona naziona mzuri. Yaani muhimu ni kujishughulisha tu, kazi ni kazi. Kama mwenzao alivyojiongeza amekaa saluni kimya, tofauti na kudokoa hiki yani inakuwa ipendezi. Bora tu jiajiri. Kwa watoe wasiwasi wa kina baba ambao nyinyi wake mnakuja hapa saluni kupata huduma, wana hofu kwamba huyu baba bwana anaweza akafanya chochote. Watoe wasiwasi wa kina baba. Mimi naona tu brother Mayele ipo tu busy na kazi zake, yani hayuko kimambo ya wanawake usema labda atawatongoza. Hapa amekalia kutafuta hela. Una kipi cha kuambia wanawake wenzio pengine sio wewe? Njoo hivyo kwa ajili kuna mngesi na ajiresisha kama alivyoongea mwenyewe kusema wanataka wapunguziwe bei. Kwa hiyo mtu anakaa vyovyote vile liladi mseleleko upite. Kwa hiyo inakuwa haipendezi kwa sisi wanawake, tunajizalilisha. Kama ambavyo umemsikia Mayele akitueleza hasa kuhusiana na shughuli yake hii ambayo amekuwa akifanya kwa takriban miaka 13. Analea familia ya watoto 5 pamoja na mke kupitia shughuli hii. Una moja ama mawili ya kujifunza hasa kuhusiana na hiki ambacho anakifanya ndugu yetu Mayele, kwamba hakuna kuchagua kazi. Cha msingi mkono uende kinywani. Lakini pia amesisitiza wakina baba kuamini wake zao, kuamini kwamba wakifika kwa Mayele basi wako sehemu salama. Lakini wale wadada wa mitego, punguzeni mitego yenu ili Mayele aendelee kufanya kazi na kuhakikisha familia inapata mkate wa kila siku. Mpaka hapo sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita. Hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kutokea kusini mwa Tanzania. Asante na kwaheri.